السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين يا ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu vipenzi wasikilizaji wetu katika channel hii ya Turiu TV, ama kwa hakika tunawapenda, na ndio maana kila siku tunakuleteeni maudhui tofauti tofauti ili mpate kujifunza, mpate baraka za Allah na mpate kheri ambayo tunayokuwa tunaitoa katika madarasa yetu. Walillahi alhamdu, katika siku hii ya leo au wakati huu wa sasa, darasa letu linakwenda kukufundisha dua ya kupanuliwa riziki. Dua ya kupanuliwa riziki yako. Hapa tunamaanisha kwamba tayari riziki zako zipo. Kama ni biashara ipo, kama ni chochote kile ambacho unajua hii ni riziki yangu, ipo unayo. Alafu unataka sasa Mungu aitanue, aiongeze. Kama ni biashara, Mungu aiongeze, aitanue biashara yako. Nini cha kufanya? Kawaida yetu ni kwamba tunakuwa na dua inayohusu jambo hilo. Dua mahususi kwa ajili ya jambo hilo. Kwa ajili ya kwenda kuitanua riziki yako na kuifanya riziki yako kuwa wasi'a, tayyiba, mubarakan fihi. Riziki itakuwa ni yenye kuongezeka kila siku. Kila baada ya siku moja itakuwa inaongezeka kwa kufanya vizuri katika hali ya kuitumia dua hii. Sasa basi, katika kuitumia dua hii, hebu twende tukaelekeze namna gani tunaweza kuitumia hii dua ili mradi iende ikatuongezee riziki zetu kwa hali na mali. Kwanza kabisa, kawaida yetu ni kwamba mtu awe katika udhu uliokuwa safi. Yani hakikisha unakuwa ndani ya udhu wako salama kabisa. Ukishachukua udhu, utakwenda ndani, utaswali rakaa 2. Hii tunaita sunnatul haja, kwa kutia nia kabisa ya sunnatul haja, kwamba hapa ninaswali sunnatul haja. Hii sunnatul haja utaiswali kwa kuiunganisha na haya ambayo tunayokwenda kukufundisha. Yapi hayo? Utafanya istighfari. Istighfari ni kitu kikubwa sana. Usione katika kila tunachokufundisha tunakwambia lazima ufanye istighfari. Huu ni utaratibu wa wanawachuoni ulioboreshwa kabisa. Istighfari ni kitu cha kwanza katika dua yoyote. Lazima uanze na astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Na nzuri ni witiri, manake 111 hii inakuwa ni witiri. Inna Allaha yuhibbul witr, hakika Mwenyezi Mungu anapenda witiri. Sasa basi, utaifanya istighfar kwa kusema astaghfirullah mara 111, na kisha salatu ala nabi, utamsalia mtume. Salatu ala nabi, utamsalia mtume nako mara 111 kwa kusema hivi: Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ngapi hizo? Mara 111. Kisha baada ya hapo utasoma dua hii. Lakini dua hii yenyewe masharti yake ni kila pale ambapo unapomaliza kuswali swala ya faradhi. Kama vile umemaliza kuswali subhi, utakaa pembeni, utafanya dua yako. Umemaliza kusali dhuhuri, utakaa, utafanya dua yako. Popote pale, iwe msikitini, iwe nyumbani kwako, utaifanya dua hii. Na dua yenyewe inasomwa hivi: Bismillahirrahmanirrahim, mara 21.
Allahumma rzuqni rizqan wasi'a tayyiban mubarakan fihi. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an tayyiban mubarakan fihi. Kwa hiyo utakuwa unairudia dua hii mpaka ufike 21, na ukipenda soma zaidi ya 21. Ukifanya kitu kwa ukubwa zaidi ni bora zaidi pia. Soma zaidi ya 21. Kwa hakika dua hii itakufaa na ni dua mujarrabu sana, na wengi wameitumia, imeonesha majibu na majawabu. Sasa basi, baada ya kumaliza kufanya hii dua mara 21, kisha utanyanyuka tena kwa masharti ya dua hii. Utanyanyuka tena na kwenda kuswali rakaa 2 zingine za pili. Lakini katika rakaa 2 hizi, pale katika ile sijida ya mwisho ya hizi rakaa 2, hapo sasa ndipo utatulia ukiwa unamuomba Allah kimoyo moyo, kimya kupitia katika sijida. Utasema shida zako zote mbele ya Mola wako. Mwambie, ya Rabbi, nina biashara yangu. Ya Rabbi, nauza matunda, nauza magari, nauza duka, nauza chakula, sijui hoteli. Ya Rabbi, nauza vifaa vya elektroniki vya umeme. Ya Rabbi, wewe unaijua biashara yangu. Basi Mola wangu, nahitaji biashara yangu itanuke, biashara yangu ikue. Hapa ilipofikia au hapo ilipo nafsi yangu haijarizika nayo. Mola, hakuna asiyependa kitu chake kiendelee kuwa kikubwa. Kama ilivyokuwa hamna mtu anayependa kitu chake kizidi kuwa kikubwa, basi na mimi pia sipendi kitu changu kisizidi kuwa kikubwa, bali natamani kuona, ya Rabbi, kitu changu, duka langu, biashara yangu imeongezeka, imekuwa kubwa kama jinsi utakavyotaka wewe, ewe ya Rabbil Alamin. Sema hayo maneno mazito kabisa, alafu kisha rudi katika sijida yako. Utatoa salamu, taangalia kulia, kisha utamalizia kushoto, walhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya hapo sasa utaendelea na shughuli zako zingine. Kwa hiyo dua hii utakuwa unaisoma, dua hii utaisoma kila baada ya swala. Hakikisha huiachi my friend. Wallahi Mwenyezi Mungu atakubadilishia maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala atakutanulia maisha ya biashara zako, riziki zako, na kile ambacho unachokikusudia kitakwenda kukaa barabara na kitakuwa safi na salama. Nafikiri mpaka hapo bila ya shaka utakuwa umenielewa ipasavyo. Sasa basi, kwa hali kama hiyo unaruhusiwa kuuliza swali pia, haina shida. Lakini baada ya hapo naomba nikwambie kwamba bado tunaendelea kutoa matamko ya mafuta yetu yale ya kuweza kusaidia katika ngozi, michirizi. Kwa yule mtu ambaye imeshindikana michirizi, basi akiyatumia mafuta haya itakuwa ni mujarrabu sana na itakuwa ni usaidizi mkubwa sana katika ngozi yake. Kwa yule mtu ambaye ana matatizo ya chunusi zilizokithiri, basi atumie mafuta haya, ni mujarrabu sana kwa hizo chunusi. Kwa yule mtu ambaye ana mushkeli katika ngozi yake, mfano mapunye, atumie mafuta haya, yatakwenda kuisafisha vizuri ngozi yake. Kwa yule mtu ambaye ana fangasi sugu, basi atumie mafuta haya, yatakwenda kuokoa zile fangasi zako. Lakini kwa mtu ambaye ana upele katika mwili, atumie mafuta haya, yatakwenda kumfaa katika mapele yake katika mwili. Haya ni mafuta namba 1. Lakini tukija katika mafuta namba 2, haya ni yale mafuta ya kurefusha nywele, ambayo haya hutengenezwa na dada Nasma. Mafuta mazuri kabisa ya aina yake, ni mafuta yenye quality za juu zisizokuwa na shida wala tabu.
Yoyote yule ambaye anatamani kuweza kuyapata mafuta haya mazuri ya aina yake ya kurefusha nywele, kuzifanya nywele zijae, kuzifanya nywele ziendelee kuwa laini na kuzifanya nywele ziwe na rutuba nzuri kabisa, hebu naomba wamuone dada yetu, dada Nasma, kupitia katika namba zake hizi, ili mradi insha Allah Mwenyezi Mungu ataweza kufanya sahali, mambo yawe safi na salama kwa yule ambaye anatamani kuzifanya nywele zake kuwa na muonekano mzuri kabisa. Insha Allah kufikia hapo, kwa mifumo ya mafuta ya ngozi utapata, na kwa mifumo ya mafuta ya kurefusha nywele pia utapata. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kututafuta katika namba zetu hizo, ili mradi uweze kupata kile ambacho unachokistahiki kukipata. Mwisho kabisa ni kuombe wewe ambaye mpaka sasa hauja subscribe katika channel yetu, hebu jitahidi usiache kusubscribe, usiache kushare, na vile vile usiache kuweza kujifunza elimu hizi na kuweza kuwafundisha wenzako, ili kuendelea kutengeneza urefu wa thawabu kwetu sote kwa pamoja. Kufikia hapo ulikuwa nami ndugu yako Al-Ustadh Muhammad Kundia Aturiyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.